Wanyamwezi ni moja ya kabila linalopatikana nchini Tanzania, mkoani Tabora. Ni moja ya kabila ambalo hupatikana katika mkoa mkubwa hapa nchini. Kabila hili lina historia ndefu sana. Asili. Wanyamwezi ni kabila la Kibantu linaloundwa na koo mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali na kuundwa kwa koo hizi kwa miaka mingi, ambayo koo hizi huunda makabila hayo. Kabila hili linagusa maeneo mbalimbali, lakini kwa sasa hivi ni vigumu kuamini kuwa maeneo hayo ni sehemu ya kabila la Wanyamwezi. Unyamwezi hapo mwanzo ulitumika kama sehemu ya kuchambua koo mbalimbali katika nchi za Afrika, na Wanyamwezi lina maana ya watu wa mwezini, yaani sehemu ambayo mwezi huchomoza. Na neno hili walilipata kutokana na kufanya biashara na watu wa pwani, ambao kwa miaka hiyo kulikuwa na maeneo ya kibiashara kama vile Kilwa na Bagamoyo, na hivyo ndivyo jina hilo la Wanyamwezi lilivyotokea. Wanyamwezi ni muunganiko wa makabila tatu ambazo ni Watusi, Wasumbwa na Wanyenyembe, na hizi ndizo kabila zinazounda kabila la Wanyamwezi. Lugha yao ni Kinyamwezi. Utawala wa Wanyamwezi. Kabila la Wanyamwezi ni kabila lenye historia kubwa katika nchi ya Tanzania, na kabila hili limebarikiwa kuwa na tawala mbalimbali ambazo kwa hesabu zinafika tawala za kichifu 31. Uzuri ni kwamba kila chifu ilikuwa inajitegemea yenyewe, ila chifu ambayo haikuwa na nguvu iliunganika na chifu nyingine na kuunda chifu moja na kushirikiana kwa pamoja. Na mfano wa chifu wa namna hii ni chifu wa Mtemi Mirambo. Kwa sasa tukizungumzia Unyamwezi wa sasa, tunagusa mikoa miwili ambayo inahusika na historia nzuri, na aina hii ya utawala wa mikoa hiyo ni Tabora na Shinyanga. Kwa mkoa kama Tabora, chifu hizi zilikuwa wilaya ya Nzega, Ikonge, Uyui na wilaya ya Urambo. Na katika mkoa wa Shinyanga, chifu nyingi zinapatikana katika wilaya ya Kahama. Na chifu nyingine za Kinyamwezi ni pamoja na uchifu wa Uganda, uchifu wa Kiwere, uchifu wa Uyoa na nyinginezo nyingi. Utamaduni. Kwa miaka mingi utamaduni wa Unyamwezi umeathiriwa ama kuathiri na tamaduni za jamii jirani za Afrika Mashariki pamoja na tamaduni za taifa la Tanzania. Uislamu na Ukristo pia umekuwa na athari kubwa kwa desturi za kisasa za Wanyamwezi. Utani. Watani wa Wanyamwezi ni Wafipa, Wagogo, Waluguru, Wazaramo, Wadigo, Wasambaa na Wazigua. Na utani wao ulikuwa mkubwa ni hasa katika vifo. Ikitoka kijana katika mtaa husika amekufa na mzee bado yupo hai, basi hapo humtania kuwa mzee huyo umebaki na kijana aje afe hivi hivi. Na basi hapo wao wanasema kwamba mzee huyo amemroga kijana huyo. Chakula. Chakula kikuu cha Wanyamwezi ni ugali wa sembe kama chakula cha mchana na jioni, lakini asubuhi wanapenda sana kula viazi. Wanakula kwa kutowezea na asali au karanga, na wanakula mihogo ambayo yenyewe wanaita mchanyato. Kwa upande wa vinywaji, Wanyamwezi wana vinywaji vya asili kama vile pombe iitwayo Nkangala. Na katika utengenezaji wa kinywaji hicho, wanachukua pumba, mahindi ya kawaida wananyunyizia maji ili yaweze kushikana na mtama au uwele, kisha wanachanganya na asali. Na hii ndiyo historia ya kabila la Wanyamwezi.